hawa hawatatoa simu, ni waitiwe polisi ama wapelekwe. Nikamwambia mimi wachana na simu, wewe toka kwa hiyo nyumba. I'm not okay wewe ukiwa hapo na mimi sijui hawa watu. Kanambia sawa. Then nikaregesha msichana simu. After some time nikapiga tena. Mara 3 niliongea naye, nikamwambia mama, sasa ilikuwa inaelekea saa 1 na kitu hivi. Kaambia kwa ingia usiku, huyo ni mtoto wa kike huyo mama. Nikamwambia atoke, twenda polisi, wajua hawa ndivyo walivyo. Nikamwambia please just let her go. Kama mwendi polisi sasa, just let her go. Nikamwambia naomba namba yako ya simu. Akaniambia mimi hata sijui simu yangu iko wapi, mume wangu mgonjwa. Nikamwambia nipe blessing. Nikamwambia blessing, please get out of that house. Kwa sababu mimi niko kwenye gari narudi town. I don't even know where to start. You don't have your phone. Akatoka. So nikipiga tena after 2 minutes huo msichana akaniambia shatoka blessing. So mimi nikajua ametoka enda nyumbani. Nikafika, nikawa nimetoka zangu Bamburi, nikafika nikaingia kwa nyumba nikamkosa. Hapo ni saa 2 na nikakuja mwenyewe mpaka Central Police. Nikafika Central Police wakasema kweli msichana amekuja hapa. Na akaambiwa ingie ndani, akaingia akaeleza hiyo story ya simu and then akaondoka kwa sababu haezi kuandikisha statement kwa sababu sijui hana ID sijui nini OB apewi. So nikamwambia askari, mbona huku mzuia? Kwa sababu sasa yeye pale kanipigia simu, hapo ungechukua pia namba yangu ya simu kanipigia. Akaniambia amerudi, ameambiwa achukue mamake. So mimi nikarudi, ni hapa na hapa. Nikaanza kupigia ile familia simu, nikamwambia naomba munielekeze kwenu ni wapi nije. Wakanielekeza, nikaenda nikafika nikapiga mara kwanza washiki, nikapiga mara pili akashika, nikamwambia niko hapa chini. Nikakaa chini hapo kwenye aniambia nisimame, nikapiga tena mwisho nikamwambia niko na polisi hapa itabidi mshuke. Ndo akatumana kijana nichukue. Sasa kama naingia kwenye hiyo kichochoro ya nyumba, mzee mwingine akaniambia wewe ndo ule kwa TV. Ile mambo ya simu. Bana watoto bana. So mimi sikumuongelesha, nikiingia nyumba imejaa watu. Nikajiintroduce first, wakakataa kujiintroduce kwangu kwa sababu sijui. Wakaanza kuniambia wamjui huyo kijana. Huyo mama wakati kwa tuongea aliniambia yamjua huyo Saif ni mtoto wa ndugu yake marehemu, yamsaidia hata amemtafutia kazi kwa jamaa mwingine aitwa Sami. So alikuwa ashaniambia mtoto yamjua. Sasa hivi wanasema wamjui ni mtu yaje pale kusaidia watu wa mayatima wapewe chakula. Nikamwambia nataka tuende polisi mkaseme mtoto wangu alikuwa hapa mwisho. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahili Pot FM 91.7. Marhaba.